Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Consolata, nimeokoka na Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Karibuni sana kwa wale ambao wanazidi kunifuatilia katika mafundisho yangu. Karibuni sana, Mungu awabariki. Karibu. Naona watu wameanza kunijoin. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Leo ningependa kufundisha jinsi ya kunyamazisha spirit za waliokufa. Jinsi ya kunyamazisha spirit za waliokufa. Kwanza, spirit ni nini? Spirit ni kufa mwili lakini roho bado haijakufa. Spirit ni kufa mwili lakini roho au nafsi bado haijakufa. So watu wengi wanazika tu mwili, watu wengi wanazika mwili lakini roho bado inabaki ikifanya kazi. So labda mtu huyo hakufa kifo ya Mungu, hakufa kifo ya kawaida, aliweza kuuliwa na wachawi ama waganga, alikufa akiabudu shetani, labda kuna maagano aliweza kushindwa kuyatimiza. Na kulewa sacrifice. Kwa sababu ya network, tulikuwa katika aina ya tatu. Ni aina tatu. Moja, aliuliwa na wachawi ama waganga. Pili, alikufa akiabudu shetani kwa kutimiza maagano yake, kwa maana shetani lazima ukapate kutimiza maagano. Na tatu, kutolewa sacrifice ama kafara kwa waabudu shetani. Na hizi spirit tatu zinatumika kwa njia tofauti. Naombeni mnifuatilie vizuri, kwa maana najua kuna wengi ambao wanateswa na waliokufa na hawajui watafanya nini ama hawajui vile watafanya. So naomba mpate kunifuatilia vizuri na Mungu akapate kuwabariki. Namshukuru Roho wa Mungu kwa maana anazidi kunifundisha mafundisho haya. Sijasoma mahali ama sijaweza kufundishwa na mtu yoyote, bali Roho wa Mungu ndio anazidi kunifundisha haya mafundisho. So naomba mkapate kunifuatilia, naomba pia mkapate kushare ili hii video ikapate kufikia watu wengi. So, acha tuanze na kwa walioshindwa kutimiza maagano. Walioshindwa kutimiza maagano wakafa wakiabudu shetani. Kwa waliokosa kutimiza maagano wakafa wakiabudu shetani. Vile nimewaambia ya kwamba kwa shetani lazima utimize maagano yake. Je, nikikupa fame ni nini ambaye utaweza kunipatia, utaweza kunirudishia? Nikikupatia utajiri utanipatia nini? Kwa maana kuna watu wengi saa hii wameweza kuweka maagano na shetani, wanapatiwa fame, wanapatiwa pesa. So lazima ukapate kutimiza maagano, na watu wengi wao wanadanganywa ya kwamba kuingia ni ngumu, kuingia ni rahisi lakini kutoka ni ngumu. So wengine pia wanabadilishana na kizazi chao. Unapata watu wengi hawaolewi ama hawaowi. That's why sasa kuna single ladies wengi na single men wengi ambaye bado hawataki kuoa, kwa sababu kuna maagano waliweza kuweka kwa shetani na ni lazima wayatimize. So wengine wanaogopa kutoa siri zao. Kuna wengine wanaogopa kutoa siri zao. Ukitoa siri ya shetani utakufa. So hizi ni maagano ambazo za shetani lazima uzitimize kama uliweza kuingia katika ufuasi wa shetani. Na nilifundisha jinsi ya kutoka katika Illuminati. Kama uliweza kutoka nilifundisha pia. So naombeni mkapate kunifuatilia vizuri na Mungu apate kuwabariki na akapate kuwafungua macho, kwa maana ni nyakati za mwisho na ufalme wa Mungu unakaribia. So acheni niwapatie, kuna ndoto ambayo niliweza kuota. Salome, Amina, karibu sana Salome. Kuna ndoto ambayo niliweza kuota, si kitambo sana. Namshukuru Mungu sana kwa kuweza kunionyesha yaliyofichika sirini. Na wapendwa, na naombeni mkazidi kukaa katika kiroho, kwa maana unapokuwa kiroho Mungu anakuchukua, anakupeleka mahali fulani, anakuonesha vitu ambavyo vinatendeka sirini, anakuonesha hiki na hiki na hiki. So ni vizuri kukaa katika kiroho. So namshukuru Mungu kwa maana aliweza kunionyesha mambo ambayo yanafichika. Kuna ndoto niliota, na hii ndoto niliota ya nabii fulani ambaye alikufa, ambaye anajulikana dunia nzima.
huyo nabii aliweza kukufa. Hajakufa kitambo, amekufa tu hivi karibuni, na Mungu akaweza kunionyesha kupitia ndoto. Nilikuwa katika room moja na kuna kizuizi ambao kilikuwa kimewekwa katikati yangu mimi na yeye. Nikaamka nikaenda kusukuma ile kizuizi, nikakisukuma na yeye akakuwa anasukuma kwa nguvu. So akakuwa anasukuma kwa nguvu, na nilipofanikiwa nikamshinda nguvu, na nikaweza kumuona ameketi na amevaa t-shirt ya white. So Mungu aliweza kunionyesha kwamba huyo nabii alikuwa hajakufa, hakuwa amekufa kifo cha kawaida, ni alikuwa amechukuliwa. So nilipokisukuma akaniona, nikatoka nikikimbia nikiambia watu huyo nabii hajakufa, anataka kuwaua. Nikatoka nikikimbia watu, kuna mama fulani alikuwa ameketi mahali fulani, nikamwambia huyo nabii hajakufa, atakuja kuwaua. Huyo mama akakuwa ashughuliki na kile ambacho namwambia. So nikaona wanaume wananifuatilia nyuma yangu na hasira sana. So katika ndoto nikaomba Kristo anipatie nguvu, kwa maana walikuwa na hasira sana, kwa maana nimemuona yule nabii hakuwa amekufa. So nilikuwa natamani hata nipae, lakini sikuweza kupaa. Nilichofanya katika ndoto, nilimwambia Kristo anipatie nguvu, na Kristo akanipatia nguvu. Nikaweza kutoboa mwanaume mmoja macho yote mawili. So nikaenda pia nikaambia mama mwingine alikuwa anasonga, huyo nabii hajakufa, atakuja kuwaua. So huyo mama pia akakuwa ashughuliki na kile ambacho namwambia, na baadaye nikaona vijana wawili wananisindikisha, na hiyo ndoto ikakatikia hapo. So Mungu alinionyesha kwamba huyo nabii kuna maagano labda aliweza kushindwa kutimiza, na wakaweza kumchukua. So hiyo spirit yake bado ilikuwa ikuje kuangamiza watu. Nashukuru Mungu sana, kwa maana anazidi kunifundisha. Hata mimi sikuwa najua haya mafundisho. Kumbe ile spirit wakikufa kama wanaabudu shetani, hiyo spirit bado inakuja kusumbua watu na inawaua. Na Roho wa Mungu aliweza kunifundisha ya kwamba hiyo spirit ndio inamaliza watu katika hospitalini, wale ambao hawaombi. Na hiyo spirit, hebu niambie, katika kanisa lake, ni kanisa ambalo linajulikana dunia nzima, ni watu wangapi wangeweza kuuliwa na yeye? Ni watu wengi sana. So wapendwa, naombeni tukapate kufunguka macho. Ni wakati wa kuomba. Naombeni mfunguke macho, kwa maana hiyo spirit ambayo inaamka na kuja kuua watu, itakapokupata kama hauko strong katika maombi ama hauombi, kwa maana najua kuna watu wengi waombi, hawarudishi shukrani kwa Mungu. Wakiamka tu wanaamka wanaenda shughuli zao za kila siku. So ni wakati wa kuamka katika sala. Niambie, ni watu wangapi ambao wangekufa katika kanisa lake? Niambie, hiyo spirit ingeweza kumaliza watu wangapi? Lakini baada ya Mungu kunionyesha hiyo ndoto, nikaweza kuomba Mungu akapate kuinyamazisha ile spirit yake ya isiwe kuua watu. Hawa manabii wa uongo wanatesa watu wakiwa bado makanisani, tena wakikufa wanatesa watu tena wakuwaua. So namshukuru Mungu sana, kwa maana hiyo spirit yake iliweza kunyamaza na itaweza kuamka na kuua watu ama kutesa watu tena. Kwa maana pia accidents nyingi zinatendeka kwa sababu ya hizi spirits. Inaweza kuwa moto unatoka tu shuleni, watu wanajua tu ni wanafunzi wameweza kuchoma shule, kumbe ni moto za hizi spirits ambazo zinaamka na kwenda kuua watu. So acha tutoe mfano mmoja katika Biblia, niwaoneshe jinsi vile hizi spirits zinatumika. Tukiangalia katika kitabu cha 1 Samuel chapter 28 verse 8 kuendelea, hapo tunaona ya kwamba Sauli aliweza kwenda kuamsha spirit ya Samuel ili akapate kujua ambacho kitakacho tendeka in future. Samuel Saul alikuwa ni king, na ikafikia mahali akaweza kumkasirisha Mungu, na Mungu akaacha kunena na yeye, akaacha kumuonesha kile ambacho kitatendeka, na akaenda kwa fortune teller ili akapate kujua kile ambacho kitaweza kutendeka in future. Saul akapata kuendea mama mmoja ambayo ni fortune teller, na akamwambia jina ambalo nitakupatia, nitolee ghost ya huyo mtu.
Na huyo mama akamwambia naona ghost ya mtu, na Saul akamuuliza ni mtu yupi ambaye unamuona? Na Saul kwa sababu alikuwa anamjua Samuel, akajua kweli ni ghost ya Samuel ambayo inaamka. Samuel akapata kumuuliza Saul, ni nini unanisumbua? Ni nini unanisumbua? Na Samuel akapata kumwambia, kwa sababu ukuweza kumheshimu Mungu, utaweza kunijoin na watoto wako. Na tunaona ya kwamba Saul aliweza kushindwa katika vita, alikuwa aende kupigana na Mafilistini, na Saul akaweza kukufa na watoto wake 3. So hizi spirit bado huwa zinatumika, na nitazidi kuwafundisha vile pia wachawi huwa wanatumia hizi spirit. Wachawi huwa wanatumia hizi spirit, waliouawa na wachawi ama waganga, vile wanatumia hizi spirit. Hizi spirit zinatumika hivi katika nguvu za wachawi. Msione ya kwamba mimi ni mchawi, ni Roho wa Mungu ambaye amenifundisha haya mafundisho. Roho wa Mungu ndo anazidi kunifundisha. So labda mpendo wako amekufa. Hizi nakufundisha waliouliwa na wachawi ama waganga, vile tutaweza kuombea, pia tuweze kuwaombea, kwa maana wakishachukuliwa na wachawi huwa wanaenda kutumika kwa kazi ngumu ngumu, wanaweza limishwa, wanaweza fanyishwa kazi ngumu ngumu. So mpendo wako anapokufa, mchawi huwa anaenda katika kaburi lake na anamuita fulani. Kama alikuwa anaitwa Martha, anamwambia Martha amka, na Martha anaamka katika ulimwengu wa kiroho. Na mchawi anamkata makucha yake, na after amemkata makucha zake, anaanza kumtumia katika ulimwengu wa kiroho. So mtaona ya kwamba tulizika mpendwa wetu. That's why watu wengi wanasema ya kwamba mtu fulani alikufa, lakini kila wakati namuona katika ndoto. Labda mnakula na yeye, labda anakuja usiku anawanyonga, labda mtu wenu alikufa na bado unaona unalala naye katika kitanda moja. So ni mambo mengi ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa kiroho. So wapendwa, naomba kama mtu wenu aliweza kukufa, mkapate kumuombea, hiyo spirit yake ikapate kupumzika kwa amani. Mungu akapate kumpumzisha mtu huyo kwa amani. Mamangu alipokufa, chenye watolee mfano, mamangu alipokufa, hiyo spirit yake bado ilikuwa inanitesa. Na mamangu alikuwa ameparalyze mkono na mguu, na so mamangu akaweza kukufa. Hiyo spirit yake bado ilikuwa inanisumbua. Naona saa zingine anakuja, nalala naye kwa kuna siku moja alikuja, nikalala naye kwa kitanda, kuamka asubuhi nikamtafuta, sikumuona. So hiyo spirit yake bado ilikuwa inanikujia. Siku nyingine naona ananisindikisha, ameshikilia baiskeli, ananisindikisha naenda nyumbani, kwa sababu mimi ndio nilikuwa mdogo katika familia hiyo wakati mamangu alipofariki. So nikaendea mama fulani ambaye alikuwa ni mkubwa wangu, nikamuuliza, hiyo spirit ya mamangu bado inanikujia, nifanye nini? Akaniambia, nenda katika kaburi lake uweke chakula, na hiyo hautawahi muona tena. So hapo nikaona ya kwamba watu wengi huwa wanapotoshwa na watu. Mungu apendi watu ambao wanaenda kusikiza kile ambacho mfu anamwambia. Mungu apendezwi kabisa na jambo kama hilo. So instead ya kuombea hiyo spirit, kwa maana hiyo spirit bado ilikuwa inatumika na wachawi ama waganga, mimi vile nilivyoambiwa na yule mama, nikaenda kwa kaburi lake na nikaeka chakula. So hiyo spirit ya mamangu bado ilikuwa inateseka, na nashukuru Mungu sana, kwa maana saa hii imeweza kulala mahali pema peponi. Mungu ameweza kumsaidia mamangu, sasa amelala kwa amani. So tunyamazishe hizi spirits ili ziache kuja kutusumbua. Hata wao pia wanateseka. Labda waliteseka wakiwa duniani, na labda waliuliwa na wachawi na waganga, na bado waganga na wachawi wanazidi kuwatesa hata kama wamekufa. So tuwaombee waliokufa wapate kupumzika kwa amani. Kuna sala ya Wakatoliki ambayo inanipendeza sana. Unapopita katika makaburi, unasema roho za marehemu wapate rehema kwa Mungu na wapumzike kwa amani. So pia sisi tupate kuombea waliokufa wakapate kupumzika kwa amani. Pia tuombee msamaha.
kwa maana waliweza kuchukuliwa na wachawi, hawakufa kifo cha kawaida. Tuombee msamaha kwa Mungu ili Mungu akapate kuwasamehea na siku moja tukapate kukutana na wao katika uzima wa milele na milele. So kuna watu wengine ambao wanakufa wale wanakufa kwa kutolewa sacrifice. Wale wanakufa kwa kutolewa sacrifice. Wakati huu watu wengi wanatoana sacrifice sana. Wakati huu watu wengi wanatoana sacrifice. Ukiangalia katika kitabu cha Mark chapter 13 verse 12 inasema, ndugu ataenda kinyume na ndugu yake ili ampeane auliwe. Wazazi wataenda kinyume na watoto wao ili wawapeane wauliwe, na watoto watapigana kinyume na wazazi wao ili wawapeane wauliwe. Je, mtoto ataweza kuambiwa nitakupatia 5,000,000? Huyo mtoto ataweza kusoma kweli? Hapana. So sasa watu wengi wataweza kutoana sacrifice, na wale ambao mliingia katika huko kwa kuabudu shetani, kila wakati wanawabembeleza mkapate kutoka ili mkapate kurithi ufalme wa Mungu. Acha tutoe mfano kwa waliotolewa sacrifice. Hawa ni aina mbili, either wakufe ama wafanyishwe kuwa zuzu. Familia mingi sana tunaona ya kwamba kama unataka ukuwe na pesa mingi, watoto wao wanakuwa zuzu, ama wanaweza kuwaua watoto wao ama wazazi wao, ama pia sasa marafiki watenda kinyume na marafiki zao. Usione tu huyu ni rafiki yangu ambaye namwambia siri zangu zote. Marafiki pia hata maandiko yamesema wataenda kinyume na marafiki zao. So si wakati pia wa kuamini rafiki ambaye unayempenda. Kuna kisa kimoja, wacheni niwatolee mfano. Kuna kisa kimoja cha mtoto fulani. Hapo sikuwa nimeokoka, lakini nilipookoka Mungu akaweza kunionyesha huyo mtoto alikuwa ametolewa sacrifice. Huyo mtoto kalikuwa kananipenda sana, na huyo mtoto aliweza kutumbukia katika kisima cha maji. Na tukakatafuta, baadaye kakapatikana, kumbe kalishakufa, kamekufa katika ndani ya kisima. Kukapeleka hospitalini, huyo mtoto bado alikuwa anakaa kama amelala tu. Huyo mtoto alikuwa amekaa kama amelala. Tukaweza kwenda pia katika mazishi yake. Tukua mazishini, roho ingine ikaniambia nenda ukapate kuona vile yule mtoto anazikwa. Kuamka nikienda kaburini, kwa maana huyo mtoto alikuwa amewekwa tu mali walikuwa wanazika, kalikuwa ni corridor. Kwenda kuangalia vile huyo mtoto anazikwa, nikapatana na watu wanatoka. So sikupata kuona yule mtoto vile aliweza kuzikwa. Na nilipookoka siku moja nikiomba Mungu akaweza kunionyesha ya kwamba hiyo spirit yake bado yule mtoto ndio ilikuwa inatumika kuleta pesa katika ile familia. Na nikakaombea kale katoto na roho yake ikapata kupumzika kwa amani. So tuombee, ukiona mtu labda katika familia yako unajua kwamba huyo mtoto labda ametolewa sacrifice, tumuombee kwa upendo. Kwa maana vile wanafundisha upendo upunguza wingi wa dhambi. So na unapoanza vita vyovyote na shetani, usikuwe mlegevu kwa maombi. Kwa maana pia huwa wanakuja kufight back. Watakapokuja kufight back watakupata vipi? Watakapokutingisha utatingishika uanguke. Kwa maana nakumbuka siku moja walikuja kufight back, lakini sikuwa najua, ni roho wa Mungu ameweza kunifichulia tu hivi karibuni. Walikuja kufight back tena. Yule mtoto aliweza kuanguka katika gorofa, katika shimo la maji. Na mimi kuna mahali tulikuwa tumehamia, kulikuwa na visima vya maji. Na kila hiyo gorofa ilikuwa inajengwa. Na kila mara nilikuwa nikipita naona vile visima viko wazi, havijafunikwa, naenda nafunika ili watoto wasije wakatumbukia. Kwa maana ni mahali tu open. Sasa siku moja nikaenda kufunika, nikaona vitu vinanilenga kwa macho, sikuwa naona yale mashimo vizuri. So labda walikuwa wamekuja kufight back, lakini kwa maana huwa ninakaa kwa maombi, kila wakati mimi huwa napenda kuomba, wakaweza kushindwa. So wapendwa, ni wakati wa kufunguka macho. Na kama umeanza vita vyovyote vya labda kuombea waliokufa, labda unaona hawakufa kwa njia nzuri, ama mtu yoyote katika familia yako ametolewa sacrifice, usikuwe mlegevu wa kuomba. Kuwa unaomba kila mara, wasije wakakuangamiza.
Vile Roho wa Mungu aliweza kunifundisha kwamba katika ile ndoto yule nabii hakuwa amekufa. Niambie ni souls ngapi ambazo zingekufa kanisani? Wacha tuchukue mfano pia, kwa nini watu wengi makanisani huwa wamedhoofika? Utapata mtu anakula kila kitu, anafanya zoezi vizuri, lakini ukimwangalia sura yake ni mtoto kabisa, lakini anakaa kuzeeka. Katika ulimwengu wa giza vitu vinafanyika vingi ambavyo watu hawavijui. Ni Mungu tu peke yake ndiye anaona vile ambavyo vinatendeka sirini. So watu wengi wameweza kupoteza afya yao. Kama hauko kwenye maombi, watakuwa wanatafuta mtu, wakiona kama wewe hauko katika maombi, damu yako ndio inatumika kuzimu. Ndio maana watu wengi katika makanisani wamedhoofika, hawana afya, ni watoto wadogo, lakini ukiwaangalia wanakaa kuzeeka. Kwa maana labda huyo nabii wao aliweza kujishirikisha na kuabudu shetani, na kila wanapoangalia, wanapokutazama hauko strong katika maombi, damu yako ndio inatumika kuzimu. So wapendwa wenzangu, ndugu zangu na dada zangu, hapo ndio nimefika mwisho kuhusu haya mafundisho ya kunyamazisha spirits za waliokufa, na nimewatolea mfano wa hizi spirits. So naombeni mkapate kufunguka macho pia nyinyi, msiweze kutolewa sacrifice, kwa maana sasa shetani yako mbioni, anataka kuangamiza watu wa Mungu, na anajua kabisa kuna moto wa jehanamu, moto wa milele na milele. Huwa anapenda kutoa mfano, unapopika, unapochomeka kidogo, huwa unasikia vipi? Na moto wa jehanamu ni moto wa milele na milele. Na Mungu ashatupatia muda wa kutubu. Vile Roho wa Mungu aliweza kunishuhudia 2019 mwezi wa 6. Huwa naongea tu 2019 mwezi wa 6, miaka imebaki 3.5. Tangu 2019 mwezi wa 6 ni muda umebaki mchache zaidi na zaidi wa kutubu. Mungu ameweza kutupatia muda mrefu wa kutubu. Watu wanaweza niona wakanipuuza, lakini tuangalie wakati wa Noa. Je, Noa alikuwa mtu wa aina gani? Mbona watu wengi waliweza kumpuuza na mpaka wakati mvua ilipoanza kunyesha, na wengi wakaweza kuangamia, na Mungu akaweza kusave Noa na watu wengine 7. So naombeni mkapate kufunguka macho, mkazidi kutubu na kuacha dhambi na na kukaa karibu na Mungu. So na wakati wa dhiki zinapoanza, Mungu ataweza kukupigania na ataweza kukushindania katika dhiki hizi. So ni hayo tu kwa leo. Mungu awabariki sana.